Neno la Mungu linasema, nao walilolipokea neno lake wakabatizwa. Na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kumega mkate na katika kusali. Kila mtu akaingiwa na hofu. Ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. Na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika. Wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo na kuwawagia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba, na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Amen. Bwana bariki neno lake. Kwa hivyo asante, tunaona tulikuwa nasema aliyekiandika kitabu hiki ni mtumishi wa Mungu, alikuwa anaitwa Yohana mwana wa Zebedayo. Ukifanya research kwa Biblia unaona ya kwamba Yohana ndiye alikuwa mwanafunzi mdogo sana wa wanafunzi wote. Wengine walikuwa wakuu, lakini yeye Yesu akamwita alikuwa mdogo sana. Na akaandika vitabu tu viwili kwa Biblia. Aliandika vitabu viwili. Ameandika vitabu kama vitabu viwili. Ameandika kitabu cha Matendo na pia akaandika kitabu cha Mathayo. Kama uchue kuanzia leo. Yohana mwana wa Zebedayo. Kazi yake ilikuwa ni kuvua samaki. Yesu alipomwita alimkuta kama anafanyaga kazi ya uvuvi wa samaki na ndugu zake wakubwa. Yesu akamwita. Therefore, yeye ndiye alikuwa mdogo kwa mitume wa Yesu. Na yeye ndiye anatuandikia kitabu cha Matendo na tena anakiandika kitabu cha Yohana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tunaona hapa neno la Mungu nasema ya kwamba nao walipopokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Hapo ilikuwa tu Roho Mtakatifu ameshuka. Ukianzia chapter 2 Matendo, Roho alikuwa ameshuka kwa kanisa. Yesu alikuwa amewawacha, amesulubiwa, na Yesu aliposulubiwa akawawacha, walikuwa na hofu sababu kiongozi wao ameshikwa na akawekwa kwa mikono ya wahalifu na akasulubiwa akawawacha. Walikuwa na wasiwasi mingi, na Biblia inasema wakakusanyika mahali pamoja kule Yerusalemu, wakijifungia kwa nyumba sababu waliofia wabaya walioua Yesu kwamba watawaua. Na Yesu alikuwa amewaambia akienda, msitoke Yerusalemu kabla uwezo wa Roho Mtakatifu, sababu alijua bado hawajakamilika, alijua bado ni waoga mno, na akajua ya kwamba siku yenye Roho atashuka juu yao watakuwa na ujasiri sana. Kwa hivyo sasa aliwaagiza wasitoke na wakakaa kweli. Na tunaona ukianzia chapter 2, Roho aliposhuka siku ya Yerusalemu walikuwa na ujasiri wa ajabu. Ndipo sasa wakaanza kuhubiri Injili kila mahali sababu Roho ameshuka ndani mwao. Wengine wakaenda Filipi, wengine wakaenda Yerusalemu, wengine wakaenda sehemu zote za ulimwengu wakihubiri huyu Yesu. Na Roho alipoingia juu yao, Biblia inaniambia ya kwamba mambo yalibadilika. Na Roho anapoingia juu yako, mambo yanabadilika kweli kweli. Huwezi kuwa yule mwenye ulikuwa, mambo yanabadilika. Kama ulikuwa mwezi, wizi unaisha. Kama ulikuwa muongo, uongo unaisha. Kama ulikuwa na vitenda vinaisha. Sababu huyo mtu ameingia ndani mwako. Sasa neno Mungu nasema ya kwamba nao walipokea neno lake, wakaanza kupokea neno la Mungu. Ishara zikaanza kutendeka. Wameshuka kwa asilimia 44 kama walipopokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Sababu Roho ameshuka na mambo si kawaida. Na pastor wa hii kanisa alikuwa Petro. Petro akahubiri Injili kwa ujasiri na nguvu ya Roho Mtakatifu, na watu wakakuwa wakiongezeka siku kwa siku. Kanisa la Mungu wote likajaa. Ukiendelea kusoma hapo hata verse 42, Biblia inasema ya kwamba wakawa wakidumu katika fundisho la mitume,
katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. Sababu sasa hapa ni ujamii wa waamini. Bwana apewe sifa. Jamii wa Kristo sio tena mchezo hapa.